Bwana Yesu asiwe sana. Na jambo jingine, kutokuwa na nia mbili. Nimegusia kwenye Yakobo 4:8. Unahitaji kuwa karibu na Mungu. Mungu hataki michanganyo. Umeamua kukaa kwa Mungu, kaa kwa Mungu. Kama hutaki, kaa kwa shetani, kaa kwa shetani. Fanya maamuzi. Mungu hawezi kuwa karibu na watu wenye nia mbili. Mungu hawezi kuwa karibu na watu wenye mawazo mawili. Wazo la shetani, wazo la Mungu. Nuru na giza havipatani. Kwa hiyo Mungu na shetani ni vitu viwili tofauti. Hawawezi wakakaa pamoja vikaiva. Mtu mwenye kiburi na mtu mwenye kiburi hawawezi kukaa pamoja. Kwa nini hawawezi kukaa pamoja? Wanasema fahali wawili hawezi kukaa zizi moja. Sasa kila mmoja atataka kuonyesha mabavu yake. Sasa safari haitakuwa ya amani wala furaha. Lazima mmoja wapo awe mnyenyekevu. Ni sawa na wanandoa. Wanandoa wote wawe na viburi. Mume akipanda na mke anapanda. Unatarajia nini hapo? Kitaumana humo ndani. Lakini lazima mmoja awe mnyenyekevu, ili kumsaidia na mwingine kutoka kwenye ile roho ya kiburi. Ngoja nikuongezea na andiko jingine. Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 15 na 16, neno la Mungu linasema, na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu au Baba anatuambia au Mungu anatuambia kwamba ni afadhali tukachagua njia moja. Tukiamua kuwa baridi, basi tuwe wa baridi kweli kweli. Tukiamua kuwa wa moto, basi tuwe wa moto kweli kweli. Lakini sio kuwa vuguvugu. Anasema wale wa vuguvugu yeye hana haja nao, huwatapika watoke katika kinywa changu. Maana yake sura yako hata ikisogea mbele za Bwana anajisikia kichefuchefu. Hujawahi kukutana na chakula ukikitazama tu unahisi kichefuchefu? Sasa ndivyo Mungu anavyokuona wewe uliye vuguvugu. Hata ukiingia kwenye maombi kumwomba Mungu, ninaomba unisaidie hiki, anajihisi kutapika. Anasema huyu mbona ananipigia kelele, anipigia fujo, ananikela. Yaani maombi yako yanakuwa kelo kwa sababu wewe ni vuguvugu. Maombi yako yanakuwa kelo mbele za Bwana. Ni sawa na mtu ambaye mwenye kiburi anakuja kwako kuomba msaada. Yaani badala ya kuona huyu mtu ana uhitaji, unaona huyu mtu ananiletea kichefuchefu, hutaki hata kumuona mbele yako. Yamkini kweli ana shida, lakini kulingana na tabia yake na jinsi alivyo, imesababisha wewe ukeleke, usiwe na furaha naye, usiwe na furaha na kuwa karibu naye. Na ndivyo Mungu alivyo. Unaweza ukatazama sasa na kuangalia njia yako iko wapi. Je, una vigezo vya kuwa karibu na Mungu? Kama hauna vigezo vya kuwa karibu na Mungu, kama sina vigezo vya kuwa karibu na Mungu, basi sina vigezo vile vile vya kuisikia sauti yake. Na wewe hauna vigezo vile vile vya kuisikia sauti yake. Kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha? Kwa lazima tuelewe na tutambue hili, ya kwamba kuna kanuni za kuwa karibu na Mungu. Na Mungu ukiwa karibu naye, utaweza kuisikia sauti yake. Utaweza kuielewa sauti yake kwamba hii ni sauti ya Mungu, hii ni sauti ya shetani, na hii sauti yangu mwenyewe. Unajua kuna watu wengine wanasukumwa na sauti zao wenyewe. Kuna sauti ya shetani, kuna sauti ya Mungu, na sauti yako au sauti ya mwanadamu. Sasa kuna watu wengi wanaendeshwa na sauti zao au na sauti za watu, na wakaweka kwenye position ya kwamba hii ni sauti ya Mungu. Ndio maana tulipoanza somo letu ya kwamba sauti ya Mungu huwezesha kusonga mbele, tulikuwa tunazungumzia habari ya kila mtu husema anaisikia sauti ya Mungu. Wakati mwingine jichunguze kwanza, unaposikia sauti jiulize kwanza, hivi mimi, yani usikimbilie kutafsiri hii ni sauti ya Mungu. Jiulize kwanza, hivi na vigezo vya kusikia sauti ya Mungu? Kwa jinsi nilivyo, kwa namna nilivyo mimi ninavyoonekana, hivi vigezo vya kusikia sauti ya Mungu ninavyo kweli?
Ukisha kuwa na uwezo wa kujitathmini hivyo, wa kujifanyia evaluation kwa namna hiyo, tathmini kwa namna hiyo, utakuwa salama sana. Utakuwa salama sana. Kwa sababu kwanza utakuwa ni mtu ambaye ni moja element ya unyenyekevu. Ni moja element ya unyenyekevu. Na utakuwa na uhakika na kile unachokiamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tuko pamoja, hebu tafakari, angalia maisha yako. Je, niko karibu na Mungu? Je, niko karibu na Baba? Tathmini, piga picha ya kuangalia kwamba je, hivi maisha yangu yakoje? Uhusiano wangu na Mungu uko vipi? Kwa sababu watu walio karibu wana uhusiano mzuri. Sasa wewe unaweza kupiga picha na mahesabu. Je, uhusiano wangu kati ya mimi na Mungu uko vipi? Je, niko karibu kweli na Mungu? Na ukisha gundua sasa, utakuja kuona sauti ulizozisikia, na wakati mwingine umeshazifanyia kazi sauti nyingi sana, na imefika mahali tena huna imani na Mungu kama yupo. Imefika mahali tena huamini kwamba kuna sauti ya Mungu. Kwa sababu gani? Sauti zote ulizozisikia zilikuelekeza kufanya mambo ambayo yalikupelekea umie mpaka leo. Zilikuelekeza kufanya vitu ambavyo vilikupelekea upate hasara mpaka hujawahi kusahau mpaka leo. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna wengine sauti walizisikia, walizifanyia kazi mpaka leo zimeacha maumivu katika mioyo yao. Lakini Bwana yuko tayari kukuganga moyo leo. Mungu yuko tayari kutengeneza moyo wako tena. Mungu yuko tayari kukufanya upya tena. Mungu yuko tayari kwa neno hili na kwa mafundisho haya. Kama utachukulia serious na kuyaweza kuyatambua na kuelewa kwamba ni Mungu anakuja kwa ajili yako. Ni Mungu anasema na wewe ambaye umevunjika moyo. Ni Mungu anasema na wewe ambaye umekata tamaa. Ni Mungu anasema na wewe ambaye umejeruhika. Ni Mungu anasema na wewe ambaye hauoni mwanga tena. Hauoni mbele yako tena. Hauoni msaada tena. Mungu anasema na wewe. Mungu anasema na wewe. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Baba, moyoni mwangu. Karibu Baba, moyoni mwangu. Niko tayari Baba, ukaribie moyoni mwangu. Niko tayari Yesu, ukaribie moyoni mwangu. Useme nami Baba, unene nami Yahweh. Karibu Yahweh, moyoni mwangu. Bila wewe hatuwezi, bila wewe hatutofika. Karibu Yahweh, mioyoni mwetu. Tunaja nawe, tuna kiu na wewe Baba. Oh, karibu Yesu, moyoni mwangu. Unaweza kwenda mbele za Bwana ukamwambia Mungu, ninanyenyekea kwako. Ninaomba unisafishe moyo wangu. Moyo wangu umejaa uchafu, moyo wangu umejaa vitu visivyofaa. Moyo wangu umejaa mambo ambayo yamenitenga na wewe Jehova ile, yameniweka mbali na wewe mfalme. Moyo wangu Baba umejaa vitu ambavyo vimekuwa sababu ya mimi kutokuwa karibu na wewe. Ninanyenyekea kwako mfalme, ninanyenyekea kwako Baba. Ninaomba unisafishe moyo wangu. Mwambie Baba akusafishe moyo wako, atakase moyo wako. Moyo wako usafishwe ili upate kuwa karibu naye, na ili ukiwa karibu naye uweze kuwa na access
ya kuweza kusikia sauti yake. Mwambie Baba kusafishe. Mimi sijui ndani ya moyo wako umejaza nini. Sielewi ndani ya moyo wako umejaza nini. Kwa upande wangu ninaweza nikajua vitu vilivyojaa ndani ya moyo wangu. Kwa upande wangu naweza nikaelewa mambo ambayo yamejaa katika moyo wangu. Ninaweza kuomba kwa namna yangu, kwa jinsi ambavyo ninaona ambavyo moyo wangu umechafuka. Moyo wangu umepata majeraha. Moyo wangu umepata vitu ambavyo havinipi uhuru na ujasiri wa kuwa karibu na Mungu. Wakati mwingine Mungu hakai mbali na sisi, bali sisi ndio tunaomkimbia. Ndio tunaomkimbia Bwana, kwa sababu vitu ambavyo tunavifanya ni vitu ambavyo hapatani navyo. Ni vitu ambavyo hapatani navyo. Na unapokana vitu ambavyo hapatani na huyu Mungu, maana yake ujasiri wa kuwa karibu naye hauna. Ujasiri wa kuwa karibu naye hauna. Leo hii nenda mbele zake, mwambie Baba, nanyenyekea katika kiti chako cha rehema. Baba, unirehemu na kunisafisha moyo wangu. Takasa moyo wangu Bwana. Hiyo damu ya thamani Jehova ikatakase moyo huyo baba, ikatakase moyo huyo kaka, ikatakase moyo huyo dada, moyo uliochafuliwa na adui, moyo uliochafuliwa na vitu visivyofaa, moyo uliochafuliwa na mambo yasiyofaa. Yamkini umekuwa na nia mbili kwa muda mrefu. Mambo ya dunia unayataka, umebezi sana kwenye mambo ya dunia, na ili hali ya kwamba ukisema umeokoka. Ninapozungumzia mambo ya dunia, sina maana ya kwamba usifanye kazi. Sina maana ya kwamba usifanye kazi. Kuna vitu ambavyo ulimwengu umejiwekea. Ulimwengu umejiwekea ambavyo hauna kibali mbele za Bwana. Ambao hauna kibali mbele za Bwana. Haumpendezi Mungu hata kidogo. Unaweza kusogea mbele za Bwana ukamwambia Baba, nitenge na hayo mambo. Baba, nitenge na hayo mambo. Nipe nguvu. Roho Mtakatifu niwezeshe kujitenga na hayo mambo, kujitenga na hivyo vitu, kwa kadri ya uweza wa jina lako Baba, kwa kadri ya uweza wa jina lako Mfalme. Baba, ukaonekane mfalme. Shauku na kiu yetu ni kuwa karibu na wewe Bwana. Shauku na kiu yetu ni kuwa karibu na wewe Jehova. Shauku na kiu yetu ni kuwa karibu na wewe Mfalme. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Jehova ile, kwa kadri ya uweza wako na nguvu zako. Tunahitaji kuwa karibu na wewe Jehova Shama. Maana umesema kondoo wako waisikia sauti yako. Waisikia sauti yako Bwana. Na hii ndio kiu yetu na njaa yetu Baba. Tuweze kusikia sauti yako Bwana, watoto wako. Tuweze kusikia sauti yako watoto wako Jehova. Tunakusihi Bwana, usiweke mbali na wewe Mfalme. Uso wako Baba usiufiche. Hatuwezi peke yetu Jehova. Hatuwezi peke yetu Jehova. Mwezeshe huyo mama, mwezeshe huyo baba, mwezeshe huyo kaka, mwezeshe huyo dada, wezesha familia hiyo, wezesha ndoa hiyo, wezesha Baba, wezesha Mfalme, wezesha hata taifa letu liwe na uwezo wa kusikia sauti yako. Taifa letu la Tanzania, viongozi wetu Bwana. Baba, ukasimame Mfalme. Baba, ukasimame Jehova. Omba kwa kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Wewe omba tu kwa namna Roho Mtakatifu anavyokuongoza.